Habari za wakati huu mfuatiliaji wa Wasafi Media. Sasa taarifa ambayo nakuletea siku ya leo ni kutoka huko jijini Mbeya, ambapo watu 5 wamefariki wakiwemo askari polisi 2 wa kikosi cha kutuliza ghasia FFU mkoa wa Mbeya, huku wengine 9 wakijeruhiwa kufuatia ajali ya barabarani iliyohusisha basi dogo la abiria, gari la kubeba fedha na pikipiki. Ajali hiyo imetokea katika eneo la Karasha, kata ya Mlowo, wilaya ya Mbozi, baada ya basi dogo la abiria lenye namba za usajili T835 DTX lililokuwa likitokea Mbeya kwenda Tunduma kugonga pikipiki kabla ya kugongana uso kwa uso na gari namba T260 DST aina ya Mitsubishi Canter, mali ya kampuni ya ulinzi SGA tawi la Mbeya, lililokuwa na askari waliokuwa wakisindikiza fedha kutoka Tunduma kwenda Mbeya. Taarifa iliyotolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Songwe Agustino Senga imeeleza kuwa ajali hiyo ilitokea majira ya saa 12:15 jioni katika eneo la Karasha, wilaya ya Mbozi, kwenye barabara kuu ya Mbeya Tunduma. Kwa mujibu wa kamanda Senga, waliopoteza maisha katika ajali hiyo ni Misango Joni na Amina Hamisi, wote wakiwa ni askari polisi wa kikosi cha kutuliza ghasia mkoa wa Mbeya. Adam Martin mwenye umri wa miaka 38, dereva wa basi dogo la abiria na mkazi wa Mbeya, dereva wa pikipiki namba T546 DAZ aina Fekoni ambaye bado hajatambuliwa, pamoja na mtu mwingine ambaye naye bado hajatambuliwa hadi sasa. Majeruhi wa ajali hiyo ni Mariam Kipangula mwenye umri wa miaka 30, mkazi wa Mlowo, Getruda Mndulo mwenye umri wa miaka 20, mkazi wa Chimbuya, Shukrani Nduka mwenye umri wa miaka 40, mlinzi wa kampuni ya ulinzi SGA na mkazi wa Mbeya, Gadi Miegeta mwenye umri wa miaka 46, kondakta wa Costa na mkazi wa Mbeya, pamoja na Mariam Ramadhani mwenye umri wa miaka 37. Wengine waliojeruhiwa ni Ornes Ngoda, mwanafunzi wa kidato cha pili katika shule ya sekondari Joy Girls ya Tukuyu, Hosea Ngoda, mwanafunzi wa darasa la pili katika shule ya msingi Julius, Samuel Edson Mbeyela, dereva wa gari la fedha, pamoja na mtu mwingine ambaye bado hajatambulika. Taarifa hiyo imeeleza kuwa uchunguzi wa awali umebaini kuwa chanzo cha ajali hiyo ni uzembe wa dereva wa basi dogo la abiria ambaye aligonga pikipiki iliyokuwa mbele yake kabla ya kupoteza uelekeo na kugongana uso kwa uso na gari ya fedha, hali iliyochangiwa na mwendo kasi katika eneo la makazi ya watu. Hata hivyo, jeshi la polisi mkoa wa Songwe limetoa wito kwa madereva wote kuzingatia sheria za usalama barabarani, hususan kuepuka mwendo kasi, kuzingatia alama na michoro ya barabarani, pamoja na kuendesha kwa tahadhari katika maeneo ya makazi ya watu, likisisitiza kuwa utii wa sheria ni msingi wa kulinda maisha ya watumiaji wote wa barabara. Taarifa hii tumeipata kwa msaada wa mwandishi wetu Enoch Simon, na mimi naitwa Nezia Morris, na hii ni Wasafi Media.